Naam, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarehe 18 leo hapa za tarehe 18 za mwezi wa 5 mwaka 2025 ambao ni Jumapili, nilikuja tena kutembelea katika madrasa hii ambayo wako watoto zetu, lakini kadhalika dada zangu, wakisimamiwa na mwalimu wa safari ya kuweza kuhakikisha kwamba Qur'ani inakuwa nuru ya maisha yao, kwa sababu dunia namna tulivyo, tukitia nguvu katika kuwasomesha watoto Qur'ani ndo anapata kizazi cha baadaye. Alhamdulillah, nina imani kwamba watoto namna walivyoniona tabasamu yao, nikaona kwamba nisiji mikono mitupu, lakini nia ya safari hii ni kukamilisha ahadi ya ndugu zangu ambao nilivyokuja kwa mara ya kwanza nikaonesha kwamba wana mapungufu ya kukosekana kwa vitabu. Ukitazama kwamba masafu hii ambayo niliyosimama nayo hapa mkononi, ukitazama na masafu ambayo uko upande huyo, tayari ni kwamba inaelekea kuharibika. Sasa hii nimeleta takriban zaidi ya masafu hapa. Nimetoa ahadi kwamba nitaleta masafu 50 na leo nimeleta masafu kadhaa ya mwanzo. Kama unavyoona, alhamdulillah, bado ingaliki mipya. Ni nguvu ya sadaka kutoka katika grupu letu la madrasa online ya Al-Huda. Nina imani sadaka yenu leo nimefikisha. Kama na wewe unaweza kuhitaji kujiunga katika grupu letu hilo la madrasa online ya Al-Huda, humo ndani kuna mambo mengi sana. Angalau limoja kwa mwezi tutakuwa tunakusanya sadaka zetu. Tunatembea katika madrasa ambazo zipo Bujumbura, lakini na zile ambazo zitakazokuwa ziko nje ya Bujumbura, kwa sababu nimegundua kwamba ili masomo yasimame imara ni lazima watoto wahifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia ni kurejeshe kwanza katika madrasa yetu ambayo yanapatikana Bukrasazi. Angalia watoto hao namna walivyovaa uniform hizo, zaidi ya watoto 150 wakiwa wako hapa. Alafu ni kurejeshe sasa katika madrasa hii hapa. Hizi nguvu ambazo nimezitia ofisini nikizileta na hapa pamoja na Waislamu ambao wanapatikana vijijini, tunaweza kwa tumewasaidia. Alhamdulillah, namba zangu ni hizo hapo za WhatsApp, na wewe unaweza ukataka kuchangia masafu zako 10, 15, 20. Mimi jukumu langu ni kukufikishia wewe sadaka yako, lakini pia kama unaweza ukahitaji kuchangia uniform za watoto, pia unaweza ukawasiliana nami kwa namba hizo za WhatsApp au ukachangia kupitia namba hizo za Limikashi. Nimechukua bahasha ya mwalimu, kwa sababu anawafundisha hawa watoto lazima kidogo pawe kiinua mgongo, ambao nyinyi maarufu tunapenda kuzoea kwamba ni sabuni. Hakuna sabuni kwa mwalimu, lazima tumpatie kama mshahara, kwa sababu hii kazi anayoifanya ni kazi anatenga muda wake, maisha yake, muda wake. Kwa akipata hizi pesa hizi hapa, zinaweza zikamsaidia kwa changamoto 1, 2, 3. Nimeunganisha humo kupitia sadaka zenu, ndugu zangu wa madrasa online ya Al-Huda. Bado tunaendelea kupambana kwa nguvu kubwa na ushirikiano ili tuhakikishe kwamba tumevuka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Mwalimu wa maana yako hapa ifikisha, alhamdulillah, ili kutia hamasa kwa watoto. Masafu hizi hapa nitamkabidhi, alafu mimi nagawa kama watoto wapate angalau tu juisi. Unaona biskuiti viko hapa, mtoto ajihisi kwamba ametembelewa na mwalimu, ametembelewa na mzazi. Mimi muombe tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie katika harakati zetu, ajalie Qur'ani watakaoisoma hawa watoto itufae sisi na wao na wazazi wao na ndugu zetu ambao wametangulia makaburini, iwe yenye nuru na baraka katika maisha yao. Allahumma amin. Vitabu vingine ambavyo vitawasaidia, na kitabu hapa kimoja nimesimama nacho kinaitwa Imani na Uislamu. Imani na Uislamu, kwa sababu ili wautambue Uislamu lazima waipate kwanza imani. Yani hapa nikimaanisha tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamuelewe bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa nimewaletea kingine kitabu ambacho kinaandikiwa Njia ya Pepuni. Miongoni mwa hawa kuna wakubwa ambao wako hapa, ni dada zetu hawa. Wao wakisoma kitabu cha Njia ya Pepuni, hivi vitabu vitagawika kwao bure kabisa, ni bure. Hii ndio kheri ya kaburi yetu. Siku ambapo tutakapokuwa tumeondoka duniani, tutakuwa tumeiacha alama, lakini sio kuiacha tu alama. Na wewe ambao utakaokuwa umetoa sadaka zao, angalia namna unavyoona watoto wote hawa uniform zao ni mtihani. Simama kidogo mwanangu, unaona kama huyu mwamba huyu hapa. Unaona, huyu ni mwanaume mwanamke?
Haya unaona sasa simama vizuri. Hao wote hawa zinahitajika kwamba zile nguo, mtoto hapa angepata nguo moja nzuri ya kuvaa, alhamdulillah, hata tu viatu kidogo. Kwa hiyo tutajitahidi kadri na hali. Hata ukiangalia huyu ni mwanamke yuko pale, unaona jilbabi yako, mikono iko wazi. Wote hapa anahitajika nguo za watoto ili kupatikana kwa jilbabi, uniform nzuri. Hata ukiangalia wako wengi humu ndani ambao stara yao ni ndogo kweli kweli. Kwa hiyo tukiamua kuungana, nimemaliza ziara ya kutembea au kwenda kukabidhi masafu, na alhamdulillah ndugu yangu leo amekuja kutembea hapa akasema kwamba Hamza, nina amana ambayo mama yetu ambaye ni mjamzito Mungu amemruzuku neema ya ndoa, na alhamdulillah, lakini katika kupata neema hiyo ni mjamzito. Kwa hiyo anaona kwamba njia pekee, madaktari wanamuonesha Allah pengine anza kazaa kwa upasuaji, yote ameyachukulia kama makadara, lakini akaona sehemu pekee ya kukimbilia lazima kukimbilie kwa Mungu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanyie wepesi na aje kumpata mtoto wake kwa neema na baraka zilizokuwa kubwa sana. Kwa hiyo ikaonekana kwamba isitabu amefika alhamdulillah, na ameona madrasa yetu ya Al-Huda kama nilivyoeleza. Angalia namna watoto zetu walivyo, mandhari yao, namna gisi wanavyovaa, uniform zao, na wengine watoto ambao tuko nao hapa ambao pengine wanakuwa hawana wazazi. Najitahidi wale watoto ambao naona ninawasomesha hapa ni mayatima, niwapatie basi angalau zile uniform, mtoto ajihisi kwamba hapa anapokuja kusoma si madrasa tu peke yake, lazima alelewe. Ndio maana unaona hata huyu mtoto hapa dakika moja hapa nataka nimpatie uniform, ajihisi kwamba uwezo pengine wa nyumbani hakuna, lakini hapa sisi tunajitahidi. Stoke ya maji, nadhani unaona kwamba mama zangu Al-Huda wameona kwamba haina shida. Sisi kwenye kundi letu tunafanya harakati nyingi, kuwa na maji yanatusaidia tunapokuwa tumechoka katika ile kupanda milima, kufanya usafi msikitini, vumbi lile, hata watoto kupata maji masafi. Watoto zetu hawako hapa, kuna kipindi maji yamekauka na watoto wanahitaji, kuna wageni ambao tunawapata, kuna vikao ambao tunafanya. Kwa wakitumia maji inakuwa ni kama moja katika sadaka kubwa kabisa. Mimi niwaombe sana ndugu zangu Waislamu ambao wataendelea kutuunga nguvu, wataendelea kutupa support, tutie nguvu za pamoja ili tuendelee kutumikia Uislamu. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.